Ni shetani anatumia nguvu kubwa kuwafanya wanaume kuwa mashoga. Ni kwa sababu wanaume wakiwa mashoga, wakawa na tabia za kike, wakawa kama wanawake, manake hawatakuwa na nguvu ya kuwa na misimamo kama ambavyo Mungu alikusudia, Mungu alitaka wawe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu ambaye unanifuatilia, nataka nikuletee kitu kwa muda mchache tena, mtu wa Mungu. Nataka nikwambie kwamba unajua ni kwa nini shetani anatumia nguvu kubwa kuwafanya wanaume kuwa mashoga, yaani kuwafanya wanaume wawe wanaingiliwa kinyume na maumbile. Unajua ni kwa nini? Kwa nini? Nataka nikusomee hapa katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3 na ule mstari kuanzia wa kwanza. Neno la Mungu linasema kwamba basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi akalitwaa katika matunda yake akala, akampa mumewe naye akala. Nitaishia hapo. Mtu wa Mungu, ni kwamba unapozungumza habari za mwanaume ni kitu ambacho Mungu alikiumba kwa namna ya tofauti na ya ajabu, na maamuzi yake pia ni ya tofauti na mwanamke. Na ndio maana ingekuwa ni jambo gumu sana shetani kumtumia au kwenda moja kwa moja kwa mwanaume na kumshawishi mwanaume akala lile tunda la ule mti wa bustani ambao katikati ya bustani ambao Mungu alikuwa ameukataza. Sasa ilivyokuwa ni jambo gumu, au shetani alivyoona ni jambo gumu, haitakuwa vyepesi, ikabidi amtumie mwanamke kwa ajili ya kufanya jambo hilo. Sasa nataka nikwambie kwamba kumbuka ya kwamba wanawake ni moja ya viumbe ambao wana maamuzi ya kubadilika. Ni tofauti na wanaume. Sio kwamba wanaume wote ndio wana maamuzi magumu yenye msimamo wa moja kwa moja, hapana. Lakini kuna utofauti mkubwa kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa mwanamke waliambiwa na Mungu ya kwamba mti huu musiule wala musiuguse, kwa maana siku mtakayo kula au kuyagusa matunda yake mtakufa. Nyoka anakuja kubadilisha msimamo au mtazamo wa yule mwanamke. Anapoubadilisha ule mtazamo wa mwanamke, kwa sababu wanawake kawaida yao ni kubadilika, ni viumbe wanaobadilika. Hata kama alikuwa na msimamo wa jambo fulani, anaelewa jambo fulani kwa nguvu, lakini atakapobadilishwa kwa ushawishi wa kitu fulani, basi ni viumbe ambao ni wepesi sana kubadilika, kuacha ule msimamo wa kwanza waliokuwa nao. Kwa hiyo mtu wa Mungu,
Nimekusomea hapa, ninataka nikwambie kwamba ni kwa nini shetani anatumia nguvu kubwa kuwafanya wanaume kuwa mashoga. Ni kwa sababu wanaume wakiwa mashoga, wakawa na tabia za kike, wakawa kama wanawake, manake hawatakuwa na nguvu ya kuwa na misimamo kama ambavyo Mungu alikusudia, Mungu alitaka wawe. Manake watu hawa watakuwa ni viumbe ambao ni wenye kubadilika, wenye tabia za kike, wenye tabia ambazo linaweza likaja hili asilisimamia au akalipokea, na linaweza likaja jambo baya akalipokea pasipo, yani kwa mihemko, pasipo kulichunguza wala kulipima, au anaweza likaja jambo akalipokea jambo sahihi, lakini likaja jambo lingine baya akalipokea pasipo kulipima. Kwa hiyo sasa lengo la shetani ni kwamba anajua kabisa hawa watu ili wasiwe na ile misimamo. Kwa hiyo ni tabia za kike, ni kuwaingizia mambo ya kike, alafu ni kuwafanya waingiliwe kinyume na maumbile. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie, mwanaume akishaingiliwa kinyume na maumbile, wanaume wake unakuwa umeishaisha, yani unakuwa umeshakwisha pale. Kwa hawezi kuendelea kubaki kuwa mwanaume na ujasiri kama mwanaume na misimamo kama mwanaume na nguvu kama mwanaume, anakuwa ni kama mwanamke. Hiyo ndiyo sababu kubwa ya shetani kuwafanya wanaume wawe mashoga. Dunia, ulimwengu wote, ni kwamba ili wanaume wasiweze kusimamia mambo ya Mungu, wasiweze kusimamia ile misingi ya Mungu ambayo ameiweka tangu zamani. Neema ya Yesu Kristo iwe juu yako wewe mtu wa Mungu ambaye umenisikia. Wakati mwingine tutaendelea. Amen.